Mambo yanazidi kuwa mazito zaidi, mtazamaji wa Mtanange TV. Hapo jana tunafahamu kile kitu ambacho kimeweza kujitokeza na gumzo kwa Young Africans na matamko ambao wametoa hapo jana mara baada ya kukaa kikao na bodi ya ligi na kuja na mustakabali ama na maamuzi mapya ambayo yaliweza kujitokeza kutokana na kile ambacho walikizungumza kwenye kikao. Mnyama Simba, wekundu wa Msimbazi Simba rasmi wametoa taarifa kwa umma inayozungumza kama ifuatavyo. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama wapenzi inauma kuwa mchezo nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutokuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba Juni 10, 2025. Hii ndo barua kwa umma ama taarifa kwa umma iliyotolewa na wekundu wa Msimbazi Simba rasmi kupitia ukurasa wa Instagram wa page yao wakiweka hadharani. Hii ni kutokana na kile ambacho kimetokea hapo jana, Young Africans wakitoa matamko mengi zaidi kutokana na kile ambacho wamekizungumza na bodi ya ligi, kubwa zaidi wakitoa mambo manne ambao wanatakiwa yafanyike ili waweze kucheza michezo yote ambayo imesalia, kwa sababu sio tena kucheza Kariakoo Derby, bali Yanga wameweka mkazo kwamba hawatashiriki mchezo wote iliyosalia ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kubwa zaidi wamezungumza kwamba watajitoa kama Young Africans kushiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo vitu ambavyo wameviainisha ikiwemo kujiondoa kwa CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, lakini pia wakidai uhuru wa bodi ya ligi pamoja na TFF kuwa na uhuru ama kuto kujiungamanisha kwa pamoja. Kwa upande wa Simba wamezungumza kwa upande wao kama watu wana maoni yao walitakiwa kufuata taratibu kutoa mwanzoni mwa msimu, hivyo wao kama Simba bado wanaitambua tarehe 15 mwezi wa 6 2025 kwamba ni siku ya mchezo namba 184 wa Kariakoo Derby ambao Yanga ndio mwenyeji, na wamewasihi mashabiki wa Simba kama tayari alikuwa amekwisha kununua tiketi aendelee kuhifadhi tiketi zake, lakini kama bado ambaye hajanunua tiketi wasubiri utaratibu kutoka bodi ya ligi ili waweze kununua tiketi na kwenda kujaza uwanja wa Mkapa. Lakini kati ya maswali ambayo mengi yalikuwa naulizwa kuhusiana na Simba, walidai barua yao ya awali kwamba watu ambao walipelekea mchezo namba 184 ama Simba kuzuiwa tarehe 7 kutokushiriki kama kanuni inavyowataka kuingia na kufanya mazoezi yao waweze kuwajibishwa. Simba wamelikazia upya na kusema kwamba ripoti itoke kuhusiana na hili na waweze kuwajibishwa wale wote ambao walihusika kuizuia klabu ya Simba kushiriki kikanuni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo katika uwanja wa Mkapa, na msisitizo huo wameweza kuweka Simba. Mambo yanazidi kuwa mengi na mapya zaidi kuhusiana hii Kariakoo Derby. Tujuze maoni yako kwenye hili, lakini kubwa zaidi tu
Usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV.